Miongoni mwa mapinduzi ya kijeshi yaliyowahi kutokea duniani ni mapinduzi ya kijeshi kutoka katika nchi ya Burkina Faso. Namzungumzia Captain Ibrahim Traore ambaye ni rais wa nchi hiyo mara baada ya kufanyika kwa mapinduzi yaliyotokea mwaka 2022. Taarifa zaidi kutokea nchini Burkina Faso zinasema Marekani kutaka kumkamata Traore. Kwa nini? Michael Langley ana wasiwasi. Katika taarifa isiyo ya kawaida, jina la Captain Ibrahim Traore, kiongozi kijana wa Burkina Faso anayejitambulisha kama mpigania haki za Afrika, limeingia katika vichwa vya habari vya dunia, si kwa mapinduzi aliyoyafanya tu, bali kwa kile kinachotajwa kuwa ni shinikizo kutoka kwa Marekani kutaka akamatwe. Tuhuma hizi hazijatolewa na mtu wa kawaida, bali ni kutoka kwa jenerali wa nyota 4 wa Marekani Michael Langley, ambaye ni kamanda wa kikosi cha Marekani cha Afrika kinachoitwa United States Africa Command AFRICOM. Katika kikao rasmi cha baraza la Seneti la Marekani wiki hii, Langley aliitwa kutoa tathmini kuhusu hali ya usalama barani Afrika. Katika maelezo yake alimtaja wazi Captain Traore, akisema kwamba anatumia dhahabu ya taifa lake kujilinda binafsi badala ya kuwalinda wananchi, na kuongeza kuwa kuna haja ya kumchukulia hatua kali za kimataifa, akisema tunapendekeza hatua mahususi, vikwazo vya kifedha, ushirikiano wa kimataifa, na ikiwa itahitajika Traore azuiliwe ili kulinda maslahi ya kikanda na kimataifa. Kauli hiyo imetafsiriwa na wengi kuwa ni wito wa wazi wa kumkamata kiongozi huyo. Lakini je, kweli Traore ni tishio kwa usalama wa dunia, au ni kiongozi asiyejiweka chini ya amri ya mataifa ya magharibi? Jenerali Michael Langley aliteuliwa mwezi Juni mwaka 2022 kushika wadhifa wa kamanda wa AFRICOM, uteuzi uliothibitishwa na baraza la Seneti mnamo Agosti 6, 2022. Kwa uteuzi huo, Langley aliingia kwenye historia kama Marekani mweusi wa kwanza kufikia hadhi ya jenerali wa nyota 4, 4 stars general, katika jeshi la wanamaji la Marekani tangu kuanzishwa kwake miaka 246 iliyopita. Cheo cha jenerali wa nyota 4 ni miongoni mwa vyeo vya juu kabisa katika safu ya kijeshi nchini Marekani. Kinampa mamlaka ya kutoa maamuzi ya kimkakati kuhusu operation za kijeshi duniani, hasa katika bara la Afrika ambako AFRICOM inaendesha shughuli za kijeshi na za ujasusi katika zaidi ya nchi 50. Licha ya hadhi hiyo, Langley sasa anakabiliwa na masuala ya kiitikadi, hasa miongoni mwa Afrika wanaomuona kama msaliti wa asili yake anayesimamia maslahi ya kibeberu dhidi ya mustakabali wa bara lake la asili. Alivyotamka Traore azuiliwe kupitia mitandao ya kijamii, wengi wa Afrika wamemjia juu. Hii ni huzuni ikizingatiwa kwamba kijana huyu amekuwa akifanya kazi kwa bidii sana na kufanya mengi kwa ajili ya raia wa Burkina Faso, anaandika Mtanzania kwenye mtandao wa Instagram. Na wengi waliandika, Langley, umesahau asili yako, tuachie Afrika yetu. Licha ya kuwa mweusi kwa asili, Langley anachukuliwa na wengi kuwa sehemu ya mfumo wa kisasa wa beberu unaolenga kudumisha ushawishi wa magharibi barani Afrika. Wachambuzi wa siasa kama vile Dr. Sekou Traore kutoka chuo kikuu cha Dakar, aliyehojiwa na gazeti la Senegal, anasema kwamba Langley kwa nafasi yake ni sehemu ya mfumo wa kijeshi wa Marekani unaolinda maslahi ya kibeberu Afrika katika bara hilo, huku akizingatia maslahi ya Marekani badala ya maslahi ya wananchi wa Afrika. Hii ni hoja ambayo imekuwa ikijitokeza mara kwa mara kuhusu jinsi Marekani inavyotumia viongozi wa Kiafrika ili kulinda mifumo ya kiuchumi na kijeshi ya magharibi. Kwa nini Langley anataka Traore akamatwe? Kweli ni tishio? Captain Ibrahim Traore alichukua madaraka mwaka 2022 kwa mapinduzi ya kijeshi, akiahidi kusafisha mfumo wa kifisadi, kuleta usalama na kurejesha rasilimali za taifa mikononi mwa wananchi wa Burkina Faso.
Moja ya hatua kubwa iliyochukua ilikuwa ni kufukuza vikosi vya Ufaransa na kusitisha ushirikiano wa kijeshi na mataifa ya magharibi, hatua zilizowashangaza na kuwakera viongozi wa kimataifa ikiwemo Marekani. Langley katika Seneti alieleza wasiwasi wake kwamba Traore anatumia mapato ya dhahabu kufadhili mamluki wa kigeni na kulinda utawala wake binafsi. Hii ni hatari kwa utulivu wa kikanda na inaleta mashaka kuhusu mahusiano ya kimataifa na makundi yanayopinga Marekani. Kauli hiyo ilionekana kuashiria kuwa Marekani haioni tena uongozi wa Traore kama halali na usalama kwa maslahi yake barani Afrika, na hivyo inatafuta njia za kumuondoa na za kumzuia kuendeleza ajenda yake ya kujitegemea. Wachambuzi wengi wa masuala ya siasa na usalama wameibua hoja kwamba hatua ya Langley si kuhusu usalama wa kweli, bali ni hofu ya Marekani na mataifa ya magharibi juu ya kuibuka kwa viongozi huru barani Afrika. Dr. Sekou Toure, mchambuzi wa siasa kutoka chuo kikuu cha Dakar, aliyehojiwa na gazeti la nchini Senegal, anasema hili ni suala usalama, ni suala la udhibiti. Langley anajua fika kuwa dhahabu ya Burkina Faso imekuwa silaha ya kiuchumi kwa Traore. Marekani inahofia mfano huu kuenea katika mataifa mengine ya Afrika. Kauli hiyo inaungwa mkono na Dr. Aminata Diallo, mtaalamu wa siasa za ukanda wa Sahel kutoka chuo kikuu cha Abidjan, aliyeambia RFI kwamba Marekani mweusi anayeongoza juhudi za kuzuia Afrika huru. Hili ndio tatizo kubwa. Hii ni sura mpya ya ukoloni wa kijeshi kupitia Waafrika waliopandikizwa kwenye mifumo ya kibeberu. Ni nini mtazamo wa Traore? Tutachimba dhahabu yetu sisi wenyewe, sio kwa ajili ya Ufaransa, kwa ajili ya watu wetu. Ilikuwa kauli maarufu ya Traore alipoamua Ufaransa iondoke kwenye ardhi ya Burkina Faso. Na kauli hii ni hatua iliyochukuliwa imeonekana na wengi kama chanzo kuibua Marekani na kina Langley kutaka akamatwe. Traore ni mwanajeshi, haogopi hilo. Amesema mara kadhaa atapambana kwa ajili ya watu wake, jambo linalompa sifa kubwa Afrika. 80% ya maisha yangu ni vita, tutajilinda nanyi mjilinde kwa faida yetu sote, anawaambia wananchi wake moja kati ya mikutano yake, na kuongeza, mapambano tunayopambana sio kwa ajili ya Burkina Faso, lakini kwa ajili ya Afrika nzima. Kwa baadhi ya Waafrika, Traore ni mfano wa kiongozi anayejitoa kwa ajili ya watu wake. Kwa wengine, hasa mashirika ya kimataifa yanayoegemea upande wa magharibi, yeye ni tishio linalostahili kukabiliwa. Katika mazingira ya sasa ambapo mataifa ya magharibi na Asia yamekitia mizizi Afrika, viongozi kama Traore wanajitokeza kama nembo ya kizazi kipya cha Afrika kisichotaka tena kutegemea msaada wa kigeni au ulinzi wa mataifa ya nje. Wanasisitiza matumizi ya rasilimali kwa ajili ya maendeleo ya ndani, ujasiri wa kidiplomasia na ukombozi wa kiuchumi. Lakini juhudi hizi zinakumbana na upinzani mkubwa kutoka kwa mataifa yenye ushawishi kama Marekani, ambayo kupitia taasisi yake ya kijeshi ya Marekani kama AFRICOM inayoongozwa na Langley yanajaribu kudhibiti siasa za bara hili kupitia usalama na misaada ya kijeshi inayosubiriwa kuona kama Marekani itamkamata kweli Traore baada ya kauli ya kiongozi mkubwa wa kijeshi Langley. Mwanahabari, nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Hizi zilikuwa ni taarifa za kimataifa kutokea nchini Burkina Faso na kile ambacho kimeweza kuendelea nchini huko. Kutokea hapa sina la ziada, nikwage na nikutakia siku njema. Usahau kusubscribe, share, like na comment. Kutokea hapa sina la ziada, nikwage, nikutakia siku njema. Bye bye.